Jukwaa la wakulima, hapa tunakutanishwa wakulima na wafugaji. Tunajifunza mbinu bora, afya bora ya udongo, upandaji wa kitaalamu. Pia tutajifunza magonjwa ya mimea na mifugo. Jukwaa la wakulima jamani. Jukwaa la wakulima, hapa mkulima na mfugaji ushindwi kitu. Mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Jukwaa la Wakulima, kipindi pendwa, kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe mtazamaji kujifunza mambo mbalimbali kuhusu kilimo. Leo tuko tofauti kidogo. Leo tunaangalia ni jinsi gani katika kilimo cha viazi. Viazi ni moja ya zao ambalo linatumika katika maeneo mbalimbali hapa Tanzania. Lakini kina nafasi gani katika mwili wa binadamu? Kina nafasi gani kwa mtoto mdogo? Hayo yote tutajifunza kupitia kipindi hichi cha Jukwaa la Wakulima. Kipindi cha leo naendesha naitwa Jimmy Mengere, lakini utaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu kilimo hichi, lakini utajua nafasi ya kuweza kupambana na hili tatizo la utapiamlo. Endelea kuangalia kipindi cha Jukwaa la Wakulima. Mtazamaji wa kipindi cha Jukwaa la Wakulima, kama nilivyokueleza awali, leo tunajifunza kuhusu viazi. Najaribu kukutana na mtaalamu Baraka Paul. Yeye atatuambia ni jinsi gani tunaweza kufanya kilimo hichi cha viazi vitamu, viazi ambavyo vinaweza kutupa lishe bora ya kupambana na magonjwa mbalimbali ikiwemo tatizo la utapiamlo. Lakini leo nitapendelea niongelee zao hili ambalo linaitwa viazi lishe. Viazi lishe ni aina ya viazi vitamu. Lakini tofauti ya viazi lishe, kwa nini hiki tunakiita lishe? Ni kwamba kiazi lishe ni kile kiazi ambacho kwa ndani kinakuwa na rangi ya karoti. Na unaweza ukakitofautisha kwa haraka haraka kwamba unapokikata kiazi kwa ndani kinakuwa na rangi ile ya karoti. Na hiyo karoti inamaanisha kwamba kuna virutubisho zaidi ambavyo wataalamu ambao tunaita breeders wamefanya utafiti, na kwa kutumia njia mbalimbali wameweza kuzalisha hivi viazi ambavyo kwa ndani vinakuwa na vitamini A ya kutosha, ambayo inatokana na wingi huo wa carotenoid ambayo inapatikana humo. Viazi hivi vinazalishwa kama viazi vingine vya kawaida. Kimsingi viazi lishe vina changamoto mbalimbali, hasa katika swala zima la uzalishaji. Changamoto kubwa kwenye viazi lishe kama mazao mengine kwamba tunakutana sana sana changamoto hizi za magonjwa pamoja na changamoto pia za wadudu. Kwenye magonjwa moja ya magonjwa ambayo yanaathiri sana viazi lishe tunaita ni hizi sweet potato mosaic virus kwa kitaalamu, au ugonjwa wa virus. Ni ugonjwa ambao una madhara makubwa sana kwa viazi na unasababisha upotevu mkubwa sana kwenye viazi. Lakini huu ugonjwa ni ugonjwa ambao dalili zake zinaonekana sana sana. Utakuta kwamba majani yake yanakuwa yanajikunja, lakini pia yanaweza kubadilika rangi na kutoka kwenye rangi ya kijani au green color yanapoteza rangi ile, yanakuwa katika hali ya unjano. Hizo ni moja ya dalili kubwa, lakini dalili kubwa zaidi ni ile kujikunja kwa majani. Na hii hupelekea kwamba huu ugonjwa unapoingia kwenye viazi unasababisha sasa nini? Yale mazao au uzalishaji unashuka, na inasababisha loss kubwa sana kwamba unaweza ukajikuta mwisho wa siku viazi vyako havizai vizuri, vinakuwa na mizizi tu kwa chini. Huu ugonjwa kimsingi hauna dawa. Lakini sisi kama wataalamu kuna vitu ambavyo tunashauri wakulima kuvitumia. Moja kabisa ni kwamba ziko njia ambazo ni za asili za kawaida, kwamba mkulima anapaswa anapoliandaa shamba lake lazima ajue historia ya shamba. Kimsingi kama shamba limekuwa likitumika kuzalisha viazi huko kwa nyuma, na hivyo viazi mara nyingi kama kulikuwa na magonjwa, hatushauri mkulima akaendelea kulima viazi pale. Anatakiwa afanye rotation, tunaita crop rotation, yani kilimo cha mzunguko. Kuna magonjwa mengine ya mfano ya fungus.
ambayo haya sasa unakuta kwamba yanaweza kupelekea viazi vinaoza huko chini, na mengi sana ni soil borne disease, ambayo haya fungus wapo aina nyingi, lakini hao fungus huwa wanapelekea vile viazi vyako vinaweza vikaoza. Unakuta viazi unavichimba lakini tayari vimeshaoza. Na aina nyingi za dawa ambazo tunazitumia, lakini kwa wakati huu hatushauri sana watu watumie kemikali kwenye uzao kwenye viazi, lakini mara nyingi huwa tunawashauri tu kutumia njia mbadala ambazo ni pamoja na kuhakikisha kwamba management za kawaida, kwa mfano kupalilia kwa wakati, kuzingatia upandaji na vitu kama hivyo, kwamba ardhi ambapo kwa sababu viazi ukivilima kwenye eneo ambayo ni bondeni ambapo kuna maji mengi, vikikaa kwa muda mrefu kwenye maji vinaweza vikasababisha kutengeneza hiyo au ugonjwa ni rahisi sana. Hayo ni mazingira kwa ajili ya ugonjwa. Kwa hiyo akizingatia haya anaweza kuepukana na hivi vitu. Lakini mara nyingi sana sisi wataalamu tunawashauri kwanza wapande kwa wakati. Hiyo ni kitu cha msingi sana, kupanda kwa wakati. Lakini pia kuvuna kwa wakati. Kwa sababu unapopanda kwa wakati mara nyingi kwamba unaendana na msimu. Na mara nyingi wadudu wote nao waona hawa ni kwamba unapopanda kwa wakati, manake mvua inapokuja kunakuwa na maji. Mara nyingi wadudu hawapendi kuishi kwenye mazingira ambayo yana maji. Kwa maji yakiwa mengi, manake kwamba ya kutosheleza yale mazao yako, manake wale wadudu wao wanakufa automatic, kwa hiyo wanakuwa hawapo. Lakini mtu akichelewa kupanda, manake hata kuvuna anaweza kuchelewa, au akichelewa kuvuna anavuna kipindi ambacho hakina mvua, unakuta hawa wadudu wanakuaga ni wengi sana na wanazaliana kwa kasi sana kulingana na hali ya hewa inakuwa favorable kwao. Lakini mvua inapokuwa kubwa, yale mazingira ya kwao kuishi yanakuwa hayapo, na hatimaye wao wanakuwa hawana uwezo wa kushambulia yale mazao. Kwa mtu akichelewa kuvuna, viazi vinapigwa sana nao. Labda mtaalamu, watazamaji wakipenda kujua ni wakati gani, kutokana na mabadiliko ya tabia nchi haya yaliyotokea sasa hivi, ni muda gani muafaka ambao mkulima anaweza sasa kuingia shambani kwa ajili ya kufanya hichi kilimo cha viazi ambapo vinaweza kumsaidia kupambana na matatizo haya ya utapiamlo kwa watoto? Asante sana kwa swali zuri. Kimsingi katika kilimo cha viazi, kwa swala la msimu kwamba ni kipindi kipi mkulima aingie kulima, inategemea vitu viwili. Kitu cha kwanza, inategemea anazalisha kwa kutegemea mvua au anazalisha kwa kutegemea au kwa njia ya umwagiliaji. Kama ni kwa njia ya umwagiliaji, muda wote anaweza kulima viazi, muda wote bila kujali msimu, kwa sababu as long as yeye anamwagilia, kwa hiyo ni sawa. Lakini kama anategemea mvua, inatofautiana kulingana na maeneo. Kwa mfano, mimi nitazungumzia ukanda huu wa Morogoro, mkoa wa Morogoro na Pwani kwa ujumla. Msimu wa kilimo huu umegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna msimu wa vuli na msimu wa masika. Kama msimu wa vuli mara nyingi ni msimu ambao kwa mkulima wa viazi anapaswa kuzalisha mbegu. Na huu unaanza kuanzia mwezi wa 11, wa 12, ambao huu ni kipindi ambacho mkulima anakuwa anazalisha mbegu. Mwezi wa 10, wa 11, wa 12 mpaka wa kwanza. Japo katika huu msimu anaweza pia kulima, itategemea. Lakini kwa sababu mvua huwa inakuja hapa, lakini inaweza kukata. Kwa hiyo mkulima anaweza akaanza kulima hapa, lakini basically anapolima anakuwa ana lengo la kuzalisha viazi ambavyo atakuja kuvilima kipindi cha masika. Kipindi cha masika kinaweza kuanza mwezi huo wa kwanza, wa 12 wa kwanza pale, lakini sana sana msimu wa mvua au wa masika kwa mkoa wa Morogoro, mara nyingi kwenye maeneo ya Kilosa, Gairo, wapi huku, ni ule mwezi wa 3. Mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Jukwaa la Wakulima, kama nilivyokueleza awali, unapata vitu tofauti tofauti. Leo tuko tofauti. Labda mtaalamu, mbali na kujitambulisha jina lako, lakini watazamaji wangependa kujua hali ikoje ya tatizo la utapiamlo hapa Tanzania. Nini kifanyike vile vile katika kuhakikisha tunapambana na hili tatizo la utapiamlo? Naitwa Jolenta Joseph, mimi ni mtaalamu wa lishe, nafanya kazi Sugeko. Sugeko ni chama cha ushirika cha wahitimu wa Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine SUA. Ni taasisi ambayo inajishughulisha na mambo mengi yanayowahusu vijana,
hasa katika kulenga vijana wanaomaliza vyuo vikuu waweze kuwa wajasiriamali, sio tu kwa wajasiriamali, lakini waweze kufanya kilimo biashara. Pamoja na kwamba tunajihusisha hasa na masuala yanayohusu vijana na kilimo biashara, lakini pia tunafanya mambo mbalimbali ya jamii. Na kwa upande wa kijamii hasa tunajitahidi kuweza kuisaidia nchi yetu kuweza kupunguza matatizo yanayotokana na utapiamlo. Na kwa upande wa utapiamlo tunaweza kuona kwamba tatizo ni kubwa. Kwa hiyo tunahitaji kuweza kulipunguza hili tatizo. Na takwimu zetu zinaonyesha kwamba kati ya watoto ambao wapo nchini kwetu 2.4 bilioni wana utapiamlo. Lakini sio hivyo tu, 1/3 ya watoto ambao tunao wana upungufu wa vitamini A pamoja na madini ya chuma. Lakini pia tunaweza kuona pia hili tatizo limekuwa kubwa zaidi kwa kukuta kwamba watoto walioko chini ya miaka 5, 35% wana tatizo la udumavu. Pia tunaona watoto wale ambao bado hawajaweza kufika umri wa kwenda shule, 24% wana upungufu wa vitamini A. Tukienda kwa upande wa kina mama, wale ambao wako katika umri wa kuzaa, tunaanzia miaka 15 almost hadi 45, tunaona 40% wana upungufu wa madini ya chuma. Na hili tatizo tunaweza tukaliona kwamba sio kubwa kwa kiasi chake, lakini ni kubwa sana utakavyoona akina mama wajawazito wanapoteza maisha kwa kupungukiwa damu, au unavyoona watoto anazaliwa kabla ya umri wake ule wa kuzaliwa, au unavyoona mtoto mdumavu. Sasa kama wataalamu wa lishe, serikali na wadau wengine wote wa lishe tunafanya nini? Kitu ambacho tunafanya, serikali imejitahidi kupeleka miradi mbalimbali katika kusaidia kupunguza hili tatizo, likiwemo kupeleka matone ya vitamini A, kupeleka vidonge vya kuongeza damu kwa kina mama wajawazito wanaonyonyesha, lakini pia wameweza kuongeza virutubishi kwenye vyakula mbalimbali. Elimu nyingi zimetolewa, lakini bado tatizo linazidi kuwa kubwa. Tunaweza tukajiuliza kwa nini? Yawezekana vile vitu ambavyo vinafanyika havikidhi mahitaji ya wale walengwa, kwa sababu tunajiuliza kama matone yanatolewa kila baada ya miezi 6 na tatizo linaendelea kuwepo, tunaweza tukajiuliza kwamba je, ni wangapi ambao wanafika kupata yale matone? Na je, kulingana na mazingira yetu, je, ni wangapi ambao wanaweza wakafika vituoni kwenda kupata yale matone? Kwa hiyo sasa namna nyingine ambayo sasa hivi wataalamu wa lishe na wadau mbalimbali wa lishe wanalifanya ni kuhamasisha mazao lishe au kufanya uzalishaji wa mazao ambayo yanaweza yakawa na virutubisho asilia, aidha kwa kuongezewa au kiasilia yana virutubishi vingi ambavyo vinaweza vikasaidia kupunguza hili tatizo. Wenzetu wazalishaji wa mazao wameweza kutuletea mazao ambayo yameongezewa viinilishe wakati wa uzalishaji wa mbegu. Tuna mazao kadhaa ambayo sasa hivi yanaweza yakasaidia hawa watu. Na haya mazao wamelenga mazao ambayo ni mazao yanayotumika kwa chakula katika jamii zetu. Wenzetu wanaita staple foods. Kwa maana kwamba mtu anaweza akatumia kile chakula ambacho amekizoea siku zote, lakini sasa anatumia ambacho kimeongezewa thamani. Tuna viazi lishe kwa hapa Tanzania, tuna mahindi lishe, lakini pia tuna maharage lishe. Labda nieleze kwa ufupi kwamba kwa nini haya mazao na kwa nini tusiendelee kulima yale mazao yetu ya kawaida. Haya mazao yana umuhimu mkubwa. Labda nianze na viazi lishe. Nitaongelea kwa undani zaidi kuhusu viazi lishe kwa sababu ni zao ambalo jamii nyingi wameipokea na wameanza kuifanyia kazi kwa namna tofauti tofauti, aidha kama chakula, lakini pia labda kama zao la biashara. Kwa upande wa viazi lishe, ni viazi vitamu vya kawaida. Lakini tofauti ya hivi viazi na vile viazi vyetu vingine ni kwamba hivi viazi ukikata ndani unaiona ina rangi ya njano au rangi ya karoti.
Sasa hii rangi ya njano au rangi ya karoti inatuonyesha kwamba ina karotini asilia au tunaita beta carotene, ambacho ni kibebeo cha vitamini A, ambao binadamu akiitumia mwilini itaenda kubadilishwa itakuwa ni vitamini A. Kwa hiyo sasa faida kubwa ambayo tunaipata kutoka kwenye hivi viazi ni kwamba hivi viazi vina kiwango kikubwa cha vitamini A ambayo ina asilimia zaidi ya 90 ya vitamini A, ina vitamini B, ina vitamini C, ina madini ya chuma kwa kiwango kidogo, ina protini kwa kiwango kidogo, lakini pia ina nyuzi nyingi ambazo zinasaidia katika uyeyushaji wa chakula. Tulikuwa tunapata kesi kwamba mbona mtoto akila viazi lishe anajisaidia mara nyingi. Hii ni kutokana na kwamba ina nyuzi nyingi ambazo inatusaidia watoto wetu kuweza, au watoto na mtu mwingine yoyote kuweza kumeng'enya chakula kwa urahisi. Labda watazamaji wa kipindi cha Jukwaa la Wakulima wangependa kujua, umeonyesha hivi viazi vina madini mengi sana katika kumsaidia mtoto na binadamu kwa ujumla. Ni madini gani moja kwa moja ambayo tunayapata kupitia hivi viazi? Nimeeleza kwamba kwenye viazi kama viazi kuna vitamini, kuna wanga, kuna protini na madini mengine. Kwa hiyo kwenye viazi kama viazi kuna, kama nilivyosema, kuna madini ya chuma, kuna phosphorus na calcium kwa kiasi kidogo. Lakini pia sasa tunarudi nyuma, kabla ya kupata kiazi kama kiazi, huyu anayelima viazi kama mkulima anaweza akatumia majani ya hivi viazi kama mboga, kama tulivyozoea matembele. Sasa majani ya hivi viazi tunaona kwamba yanatofautiana kidogo, kwa sababu haya yana kiwango kikubwa cha madini ya chuma, yana kiwango kikubwa cha madini ya calcium pamoja na phosphorus, ambayo ni ya muhimu mno kwa ajili ya kuweza kutusaidia kuimarisha mifupa pamoja na meno na vitu vingine. Kwa hiyo sio lazima mtu kusubiria mpaka majani mpaka viazi tu anaweza kaendelea kunufaika, kwa sababu haya majani pia tunaona yana rangi ya kijani ambayo pia yana kiwango cha vitamini A. Mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Jukwaa la Wakulima, kama unavyoona tulipotoka, tunajaribu kupita kila sehemu ili kukufurahisha wewe, ujifunze zaidi, kujua zaidi. Ukitoka hapa usiwe na swali lolote katika kujua nini kinafanyika katika hivi viazi lishe. Viazi lishe viko vinaweza kukupa nafasi gani wewe mkulima mtazamaji? Niko na dada Jeni Mchusi. Jeni Mchusi ni mmoja kati ya dada tunamuita mjasiriamali, lakini nikitoka huko namuita ni mkulima. Yote anabeba yeye. Ni analima, anapika na anauza. Anafanya biashara ya kuuza barabarani, anavouzia wale watu pita njia viazi, lakini vile yeye ni anapika chakula mbalimbali kupitia viazi lishe na anaviuza, anapata hela kupitia hapo. Lakini vile ni mkulima wa viazi hivi, na ni mtu tofauti kidogo na watu wengine ambao tunakutana nao. Mara nyingi huwa anachagua njia moja. Yeye kapita njia zote tatu. Dada Jeni, labda watazamaji wangependa kusikia kutoka kwako. Unafaidikaje kupitia hivi? Viazi hivi vinakulipa? Vinafaa katika mfumo wa kuendesha maisha? Kwa kweli viazi hivi vinanilipa. Kwanza wateja wengi wanavipenda kutokana na ile elimu ambayo wameipata, na pia mimi nikiwemo kuwaelezea ambacho nimejifunza kupitia viazi hivi. Vina faida nyingi. Kwanza nauza, napata pesa. Pia natengeneza vitu vingine kama viazi kupata maandazi, kuchanganya na unga wa ngano kidogo, keki, kripsi. Viazi kama viazi napata kripsi. Nikivichemsha, nikiviponda napata kuchanganya na napika maandazi, chapati, keki na vitu vingine vingi. Mtazamaji wa kipindi cha Jukwaa la Wakulima, kipindi pendwa, kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe kujifunza. Nadhani unamsikiliza dada Jeni. Dada Jeni, umezungumzia kuhusu kupika kidogo. Labda tunataka kujua kwenye swala la kilimo. Unalima vile bila shaka? Mimi ni mkulima. Ndio. Mzuri kabisa wa viazi hivi. Pia nalima nikijua na vipenda kabisa kwamba vinanipatia kipato na kujipatia lishe. Labda unalima kiwango gani?
Kwa mwaka jana nililima eka 5. Eka 5. Lakini kwa mwaka huu nina eka 7 za viazi vya lishe. Labda katika kilimo chako cha hivi viazi katika mavuno yako ya viazi hivi unavitumia kwenye kuuza, kufanya mwenyewe, kuwauzia wafanya biashara wengine, ikoje kwenye mavuno yako? Kwenye mavuno ya viazi hivi vya lishe, kwanza kabisa nauza mimi mwenyewe vikiwa vibichi, napanga pale barabarani, nikijua kabisa wateja wanaopita wale tunaowauzia nyanya, vitunguu, basi wanavipenda. Ukishamkatia na kumuonyesha kama kilivyo, anavipenda, na yule aliyesikia kupitia radio, TV, ukimuonyesha lazima anunue. Na pia vina bei tofauti na vile vya kawaida. Vipi bei kubwa kuliko vingine? Viazi vya lishe vina bei kubwa kuliko vingine. Yaani ukikuta vile vyeupe vya kawaida utauza, uchukulie mfano kama ile ndoo ya kilo 10. Vile vya kawaida ni shilingi 3. Hivi hapa ni shilingi 8,000. Kwa hiyo vipo juu zaidi kuliko vingine. Kitu cha kwanza kabisa ambacho nimekipenda mpaka na lima viazi vya lishe, kwanza nikijua napata vitamini E kwa wingi wakati nikiwa navitumia. Hasa ukiangalia kwenye viazi kama viazi na hata kwenye zile mboga ambayo ni matembele. Kwa hiyo kuna vitamini E kwa wingi. Ni kitu ambacho kimenivutia, na pia nimefurahia sana na hivi viazi nikikaa na kuviuza vinauzika kuliko vile vingine. Kwa hiyo napata vitamini A na pia napata kipato cha kutosha. Mtazamaji wa kipindi cha Jukwaa la Wakulima, kipindi pendwa, kipindi ambacho wewe unajifunza vitu mbalimbali. Unaweza kupitia kwa dada Jeni kujua nini anafaidika. Unaweza kujua kwa nini Jeni anaamua kufanya biashara hii. Mbali na kupata faida ya vitamini A yeye na familia yake, lakini vile vile anapata fedha kupitia viazi hivi. Unadhani unajifunza hapo kitu? Bado endelea kuangalia kipindi hiki cha Jukwaa la Wakulima, utajifunza zaidi na kujua mambo mbalimbali kuhusu viazi lishe. Mtazamaji wa kipindi cha Jukwaa la Wakulima, nikiwa katika kituo cha afya cha Magubike, nikakutana na moja ya mama ambaye yeye alishuka kidogo akafika mpaka kwenye kijivu. Lakini kijivu, kijani na nyekundu ina maana gani? Tunaye na mtaalamu wa afya ambaye yeye ni muuguzi katika hospitali hii, tena yuko kitengo cha watoto. Labda atatuambia historia ya mama ilikuwaje na sasa hivi ukoje na ilikuwaje. Kwa jina naitwa Rehema Mheshimiwa, ni muuguzi katika kituo cha afya Magubike, niko kitengo cha mama na mtoto. Mama hapa kipindi cha nyuma alikuwa kwenye rangi ya kijivu ambayo ni hafifu, hali ya lishe ni hafifu. Baada ya kupata elimu ya afya, tumeona mabadiliko kwa mama, hali ya lishe imekuwa nzuri, kwenye rangi ya kijani imekuwa nzuri. Sasa nikaonyesha jinsi rangi zilivyo. Hali ya lishe ikiwa duni, mama na mtoto anakuwa kwenye rangi nyekundu. Hali ya lishe ikiwa hafifu, anakuwa kwenye rangi ya kijivu, kama mtoto tulivyokuwa tumeona kwa mtoto huyu alikuwa kwenye kijivu. Hali ya lishe ikiwa nzuri, mtoto anakuwa kwenye rangi ya kijani, ambapo tunaona moja kwa moja huyu mtoto tayari ameshapanda kutoka kwenye kijivu ameingia kwenye kijani. Mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Jukwaa la Wakulima, hebu tumsikilize mama amefanyaje yeye kutoka kwenye rangi ya kijivu na akafika rangi ya kijani. Mama, kwa kujitambulisha, jina lako unaitwa nani na ulifanyaje? Labda watazamaji wangependa kujua ulifanyaje ukatoka kwenye rangi hiyo ya kijivu. Mtoto wangu alishuka, alifikia kijivu. Muda si muda nikampa viazi lishe, nikamsaidia lishe, akawa anakunywa maji ya lishe na anatumia viazi lishe, anakuwa vizuri. Sasa akapanda, akafikia kijani. Tuko kijiji cha Berega, kijiji ambacho tunaweza kujifunza ni jinsi gani kiazi kinaweza kumsaidia mtoto kutoka kwenye nafasi moja kwenda nafasi nyingine. Tuko na mzee. Hebu ujitambulishe mzee, unaitwa nani? Mimi naitwa kwa jina naitwa Clement Sandford Sandugu. Labda babu, hebu tueleze. Mtoto ulikuwa unamuonaje awali? Mtoto awali alikuwa dhaifu sana. Unaposema dhaifu unamaanisha nini? Hana nguvu. Badala hana nguvu, kachelewa sana kukaa.
ukimpa uji anakula, lakini si sahihi. Lakini bahati nzuri kutembelewa na nesi, akatualika semina, akaenda mama mtu akachukua yale masomo, alivyokuja akanieleza. Baadaye ya kunieleza, tukaanza kumshughulikia mtoto, mara kidogo anakaa chini, mara kidogo anasimama, mara kidogo anatembea. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ajili ya semina ili kwa ajili ya uji wa njano na viazi lishe. Mtazamaji wa kipindi cha Jukwaa la Wakulima, kama ulivyosikia kwa mzee anazungumzia kuhusu mabadiliko ya mtoto, alitembelewa na nesi. Nesi, labda ungeanza kujitambulisha, unaitwa nani na kitu gani kilichotokea katika familia hii? Mimi kwa jina naitwa Hilda Mzava, ni nesi Bereja hospitali. Nilikuja katika familia ya mzee Chandugu kumwangalia huyu mtoto ambaye anaitwa Ezibia. Alikuwa na umri kama miaka 2 wakati namuona, lakini alikuwa mwili una madonda. Alafu ukimwangalia hayupo katika hali ya ukuaji, yani hawezi kukaa vizuri, hawezi kusimama. Kulingana na umri wake nikaona ana upungufu, alikuwa kwenye rangi nyekundu. Ana miaka 2 lakini ana kilo 6. Kwa hiyo nikaona kwamba ana upungufu mkubwa wa lishe. Kwa hiyo ndio nikamchukua, nikaanza kumfundisha jinsi ya kutengeneza lishe, mahindi lishe ambayo ni mahindi ya njano yale. Nikamwelekeza jinsi ya kutengeneza, kwamba anayachanganya na karanga, anachanganya na mafuta wakati wa kupika uji ule. Alafu viazi lishe anakuwa anamsagia, anakausha, anachukua vile viazi, anaviponda ponda, vinakuwa laini, anamlisha kama uji. Mtazamaji wa kipindi cha Jukwaa la Wakulima, kama ulivyoona, tunajaribu kukupa vitu tofauti tofauti katika kuhakikisha unajifunza kuhusu viazi lishe. Hii ni moja ya familia ambayo tunafanya kama ni sehemu ya kukuhakikishia kwamba kiazi lishe kinaweza kumsaidia mtoto. Mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Jukwaa la Wakulima, kama nilivyosema awali, hichi kipindi kiko tofauti kidogo. Kipindi tunaweza kuangalia jinsi gani ya tatizo la utapiamlo, lakini tumegusa kila sehemu. Tumegusa tatizo la utapiamlo, tumegusa jinsi gani ya kupambana navyo, tumeangalia watu wenye utapiamlo na vitu vyote hivyo na kitaalamu kabisa. Nilikuwa naendesha kipindi hiki, naitwa Jimmy Mengere. Endelea kuangalia Channel 10 kipindi Jukwaa la Wakulima.